Adobe Illustrator haiwezi kutoa background kwenye picha yoyote ile, lakini unaweza kufanya hivyo ukiwa ndani ya programu hiyo kwa kuilink pamoja na Photoshop na ukatoa background ukapata matokeo at real time ndani ya programu ya Adobe Illustrator. Mimi ni Milson Godfrey kutoka Joel Media. Leo nitakwenda kukuelekeza namna ambavyo utatoa background ya picha yako ukiwa ndani ya programu ya Adobe Illustrator kwa kufanya linkage pamoja na Adobe Photoshop. Kaa hapo ili uweze kujifunza. Mimi nitaingia kwenye programu yangu ya Adobe Illustrator. Baada ya hapo nitakuja hapa, nitakuja kwenye file, nitasema press. Baada ya kuja kwenye file nikasema press, nitatafuta picha yangu hapa mpaka niipate. Maybe hii hapa nimepitiliza, yes. Hii hapa nita select picha, nitasema press. Baada ya hapo nita draw kama hivi. Lakini utagundua hii picha ina background. Hii hapa ina background. Sasa tunawezaje kutoa background tukiwa huku ndani ya Adobe Illustrator? Njoo hapa juu, ukiwa umeselect picha yako, njoo hapa juu kwenye optional bar. Ukiwa kwenye optional bar utakutana na hiki kitu kinaitwa embedded. Utabonyeza hapo embedded. Baada ya kubonyeza embedded, basi utabonyeza tena hiyo unembedded ili iweze kutengeneza faili la Photoshop ambalo tutalifungua kwenye Photoshop na kutoa background na kuirudisha ndani ya Adobe Illustrator. Kwa utabonyeza unembedded, automatically itafungua na utaona hapa chini nimekuandikia Adobe Photoshop. File format itakuwa ni PSD ambayo tunajua kabisa ni Photoshop document ambayo ni editable file ya program ya Adobe Photoshop. Mimi hapa nitaipa jina, nitasema picha. Baada ya kuandika hivyo nitatafuta location, maybe picha hapa, kuna picha, nitasema picha 2, yes. Alafu baada ya hapo nitasema unembedded, lakini kuna program zingine unaweza kukuta imeandikwa press. Wewe utabonyeza press. Kwa mimi nitabonyeza hapa unembedded, nitabonyeza hivyo, tayari itakuwa imesave ndani ya program ya Adobe Photoshop. Baada ya kuwa imesave katika format ya Adobe Photoshop, utarudi tena kwenye program yako ya Adobe Illustrator, utabonyeza hapa kwenye edit in Photoshop, utabonyeza hapo pap. Tayari picha yako itafunguka kwenye Adobe Photoshop kama unavyoona hii hapa Adobe Photoshop. Sasa nitakuja moja kwa moja kwenye select menu, nita select subject. Nitaiacha program iweze kufanya kazi. Baada ya hapo nahisi itakuwa imefanya perfect, lakini kuna sehemu naona zina miss. Kwa mfano hii hapa kwenye lane haijatoa vizuri, kwa hiyo nitachukua quick selection tool, itaweza kutoa hizi sehemu ambazo haja select vizuri. Sasa nitabonyeza Q kwenye keyboard kuweza kupreview, lakini kwa ajili ya tutorial nitaenda kwa haraka. Baada ya hapo mimi nitasema nita control J kwenye keyboard kuweza kuduplicate hiyo selection. Baada ya hapo nita select hii ya chini, nitai backspace. Baada ya hapo ukisha backspace utarudi kwenye file, utasema save. Kumbuka lile file tu ambalo tulisave picha, ina maana itajisave kule. Kwa nitabonyeza save. Baada ya hapo nitarudi kwenye Adobe Illustrator hapa. Nikifika hapa itaniletea hii description ambayo inasema some files are missing or modified in linked panel. Would you like to update them? Utasema yes. Kwa hiyo mpaka hapo nitakuwa nimesha update picha yangu ndani ya Adobe Illustrator kupitia Adobe Photoshop. Hivi ndo jinsi ambavyo unaweza ukatoa background yako ya picha yoyote ile ukiwa ndani ya program ya Adobe Illustrator huku umefanya linkage pamoja na Adobe Photoshop. Kwa masomo kama haya usikose kutufuatilia hapa Joel Media. Mimi ni Milson Godfrey.